السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Na ndugu mtazamaji wa D24 na wewe ambaye unanitazama ukiwa sehemu yoyote Marekani, Omani, wapi kokote pale ulipo, kwanza nikutakie habari ya siku ya leo, habari ya majukumu. Na mimi nayeongea hapa ni Daktari Sheikh Sharifu Mselem Makarama. Ni yule kijana ambaye tulianza kama masiala kwa sababu tulianza mambo kimya, tulikuwa tutaki kujionyesha na kujitangaza. Lakini sasa kutokana na jamii tunaona watu wanahangaika sana, watu wanatapeliwa sana, watu wanaibiwa sana. Tukaona sisi sasa tutumie fursa hii kuongea na watu ili waweze kutoka kwenye kutapeliwa huko, kutoka kwenye kuibiwa, ili waweze kupata kitu kinachostahiki. Mimi ni yule daktari ambaye kwa sasa imekuwa ni jambo kubwa sana kwenye kuwasaidia watu, hasa kwenye yale matatizo makubwa. Ninapozungumzia matatizo makubwa sina maana kwamba yale madogo naachana nayo, bali ukimwona mtu anaweza kupambana na kitu kikubwa, basi tambua kile kitu kidogo ni kitu cha kawaida sana. Ndio maana nimezungumza hivyo. Naam, katika miongoni mwa tiba zangu tuna njia zile za kusafisha watu nyota miili yao kupitia yale maji adhimu kabisa yanayoitwa Nurul Jasadi. Haya ni maji ambayo yenye mchanganyiko wa takriban maji ya aina 7. Kuna maji ya umande, kuna maji ya marashi, kuna maji ya kisima, maji ya bahari, kuna maji ya mvua humo, maji ya Zamzam, na kuna maji ya mito yale yanayokimbia. Lakini licha ya hivyo, ndani ya maji kuna vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya kupitia maji yale na kuyasomea hayo maji ili kuweza kuyapa nguvu zaidi. Na kwenye maji Mwenyezi Mungu ameliweka wazi jambo hilo, kwamba maji ni kitu kikubwa sana, ni tofauti ambavyo unavyofikiria. Maji yana uwezo mkubwa mno sana kwenye kusafisha mwili, kwenye kuondosha maradhi. Maji haya unaweza ukayadharau, lakini ni dawa kubwa mno sana yenye kuweza kukupandisha wewe nyota ikaweza kufikia na mafanikio makubwa sana. Ndugu zangu, kuna watu wengi wana nyota mzuri sana, lakini kutozifuatilia nyota zao, hawawezi kuzisafisha kupitia dawa ama maji kama haya, basi wanaenda kuharibikiwa. Lakini kuna watu walikuwa wana nyota mzuri. Zamani mtu anaweza kawa na mfano ndoto, mtu anaweza akaota ndoto ana msiba, yani kuna sehemu kuna msiba. Basi ikipita siku 2 anasikia kule taarifa ya msiba. Yani anachokiota anakuwa kinakuja kinatokea. Ile inamaanisha kwamba wewe nyota yako ni mzuri sana. Lakini baadaye hayo mambo yanakuja yanapotea. Lakini pia maisha mwingine anaanza maisha mdogo mdogo, alafu baadaye anapanda sana, alafu anakuja anashuka ghafla. Hii kutokana na wewe unashindwa kuisafisha nyota yako. Sasa maji haya yana uwezo ya kukusafisha muda mfupi sana. Utapotumia maji haya kuoga kwa muda wa siku 14 mfululizo, asubuhi na jioni, utaenda kujionea maajabu makubwa sana. Haya ni maji ya Nurul Jasadi yenye mchanganyiko wa maji takriban 7 lakini na visomo mbalimbali. Lakini pia maji haya yana uwezo wa kwenda kusafisha uchawi mwilini. Kama umelishwa uchawi, umeota unakula kitu usiku, labda mnyama, au unaota unakunywa kinywaji, au kuna siku moja ulishaota kwamba unakula pilau, lakini asubuhi ukaamka unashangaa tumbo linakuwa zito na una athari katika mdomo wako kama kweli umekula. Sasa maji haya utakapokunywa ni dakika 15 tu, unaweza ukaona maajabu makubwa. Mwili utatoka jasho na utatapika, au utaenda chooni kuharisha kutoa huo uchafu. Lakini pia maji haya yana uwezo wa kulinda biashara. Yani yale maji ukatumia kuyaweka tu mule ndani, ile chupa ya maji ukaiweka tu mule ndani, basi hatakuja chuma uleti. Kuna watu wanasumbuliwa sana hiyo tatizo la chuma uleti. Unafanya kazi kubwa, alafu mauzo baadaye unahesabu, unashangaa hela ni ndogo. Lakini unaona uliuza sana, lakini ikifika jioni unashangaa mauzo madogo. Au kuna mtindo wa kupotea hela kwenye biashara yako pasina kujua. Yani unakaa tu unashangaa niliweka 200 hapa, mbona sioni? Yani unashangaa tu mbona 10,000 haipo au inapotea au ndani. Sasa maji haya mwagia chumba chako, mwagia biashara yako. Kila siku ukienda kufungua, kabla hujafungua duka au biashara yako, basi mwaga haya maji kupitia biashara yako. Hii itasababisha wewe kuwa na ulinzi mkubwa pale dukani au katika biashara yako, kusiwe na chuma ulete. Lakini pia kuna kina mama ambao wanajitafutia riziki zao kupitia mamalishe. Tunazungumzia kina mama ntilie wanaopika migahawa na hoteli mbalimbali. Basi tumia maji haya kuoshea mchele wako. Utaona maajabu makubwa sana ya mvuto. Leo unashangaa mtu anapika kilo 2 za mchele, aziishi kilo 2. Dar es Salaam hii ilikuwa na movement ya watu, mtu anakaa sehemu mzuri center,
lakini anapika kilo 2 haziishi. Kwa nini haziishi? Hujajipanga ndugu yangu. Sasa njoo uchukue haya maji, oshea mchele wako, alafu pika chakula uone. Kutoka kwenye kilo 2 mama utapika mpaka kilo 10, kilo 15 kama masihara, na chakula kitaisha.